Hukumu hiyo ya shauri namba 25633 ya mwaka 2025 imetolewa na hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya wilaya ya Itilima, Mheshimiwa Robert Kaanwa, baada ya kujiridhisha kupitia mashahidi wanne waliothibitisha kuwa mtuhumiwa huyo alimtishia baba yake kumuua kwa maneno. Mheshimiwa Kaanwa akisoma hukumu hiyo amesema kosa la kutishia kuua kwa maneno ni kinyume na kifungu cha 89(2)(a) na (b) cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo ya mwaka 2023. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka mkaguzi wa polisi Justin Muhule, amesema kuwa mnamo Oktoba 15, 2025 katika kijiji hicho, Abdalla Maduhu mwenye umri wa miaka 90 alitishiwa kuuawa na kijana wake wa kumzaa ambaye anaitwa Dunili Magembe Maduhu kwa kumzuia kuuza mali zake. Katika shauri hilo mshtakiwa alikuwa na mashahidi watatu ambao walidai kuwa mtuhumiwa siku ya tukio alikuwa kwenye sherehe, hivyo kufanya kosa hilo. Licha ya utetezi huo, mshtakiwa huyo alitiwa hatiani na ndipo upande wa mashtaka uliiomba mahakama hiyo apewa adhabu kali ili iwe funzo kwake na kwa jamii nzima, kwani tukio hilo ni kujichukulia sheria mkononi na matukio ya mtindo huu yamekuwa yakileta mauaji ambapo wahanga ni kundi la wazee. Baada ya ombi hilo la upande wa mashtaka, naye mshtakiwa aliiomba mahakama hiyo impunguzia adhabu kwani ana familia ambayo inamtegemea, na ndipo mahakama ikamhukumu kifungo cha miezi 9 jela. Akizungumza nje ya mahakama baada ya hukumu hiyo kutolewa, baba mzazi wa kijana huyo anaelezea faraja yake ya kurudi nyumbani kwani alikimbia kwa hofu ya kuuawa na mwanae. Shukuru mahakama kwa kutenda haki, na nataka narudi nyumbani. Nilikimbia kwa kuokopa kuuawa na mtoto wangu. Alikuwa anang'ang'ania kwangu pale na mali yangu ipeleke kwa ukali. Nilikuwa namuokopa sana huyu mtoto wangu, kukaa naye tuko wawili. Ndio maana nikakaa kwa mji mwingine. Kutoka hapa nje ya mahakama ya wilaya ya Itilima mkoani Simiyu, Teddy Kilanga, ITV.